mara ya kwanza wakati wanakupa mwaliko, ulivyopokea na ulichokuwa unakifikiria kwenye kichwa chako, baada ya kufika hapa, mabadiliko yalikuwa wapi? Kwanza mimi sikusubiri nipewe mwaliko. Nilipoona tu wanachanga mtandao na mimi nilichanga, kwa sababu mimi napenda vitu vizuri, lakini napenda kuwasherekea wengine. Wengine wanaposherekewa, wanapofanya vitu vizuri, wanaposhangiliwa, na mimi nasikia vizuri kuwa sehemu ya kuwashangilia wale wanaofanya vizuri. Kwa hiyo mimi sikuwa nasubiri mwaliko, nilipoona tu tangazo mtandaoni kwamba tunachanga kwa ajili ya kumnunulia mtumishi wa Mungu Upendo Nkone gari, na mimi nilichanga pia. Lakini pia nikawa nimeweka kwenye ratiba yangu kwamba kama nitakuwepo na nitakuwa na nafasi, basi itakuwa. Kwa hiyo mimi nimefurahi kuwepo na nimefurahia tukio zima, kwa kweli lilikuwa ni la baraka sana. Tumejifunza, in fact hatukutegemea kama litakuwa kubwa kama hivi ambavyo tumeona. Hii inatuonyesha jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Upendo Nkone amekuwa ni mama mwenye mguso na amegusa Watanzania wengi. Kwa hiyo hii endelee kumtia moyo kuendelea kufanya kazi nzuri ambayo amekuwa anafanya. Na tangu uanze kumfahamu mwimbaji huyu ambaye ameimba kwa muda mrefu mpaka hii leo ambapo anakabidhiwa gari, ni kitu gani ambacho wewe unakifurahia kwake na ulianza kumtambua kwa wimbo gani? Kwa kweli mimi nampenda na ninafanya naye kazi, mikutano yangu mingi na mwaliko Upendo Nkone. Kwa nini? Kwa sababu nyimbo zake zimejaa faraja. Yaani ukisikiliza nyimbo zake, kama ulikuwa umekaka, kama ulikuwa umechoka, kuna namna nyimbo zake zinakufariji. Kwa hiyo tunampenda kwa sababu anatufariji kupitia sauti yake, na vitu vingi anakoviimba ni mapito yake mwenyewe. Kwa hiyo unajua mtu anapokuwa anafanya huduma kwa experience aliyoipitia yeye mwenyewe, inakuwa na nguvu, inakuwa na mguso zaidi kuliko mtu anayefanya vitu ambavyo hajapitia. Kwa hiyo Upendo Nkone amekuwa ni faraja. Mimi namuita sauti ya faraja. Amepoa sauti ya faraja kwa wanawake wengi, wanaume wengi, familia nyingi, na tunampelekeza sana. Tumeona chozi lake mara kwa mara akiwa anaingia baada ya kuona umati wa watu, lakini akiwa stejini pale akiwa anatoa salamu za shukrani kwa kutendewa kitu kikubwa na Resti na kampani yake yote ambayo ilisababisha kupatikana kwa gari. Labda lile chozi linatufunza nini kiroho? Linatufunza moyo wa shukrani, kwa sababu unajua mtu anapotendewa kitu ambacho kinamgusa, sisi wanawake we are emotional creatures. Kwa mwisho wa siku unaishia kulia. Kwa tulipoona machozi yake yametugusa na tumeona ni kwa jinsi gani tukio hili limemgusa moyo wake, lakini pia tumesikia speech yake, jinsi alivyojieleza, akilia, jinsi alivyoshukuru. Ni mama wa shukrani, ni mama mwenye moyo wa shukrani. Kwa hiyo kwa vile ambavyo amefanya, inatutia moyo hata sisi wachangiaji kuendelea kufanya zaidi kwa ajili yake, kuendelea kusikiliza nyimbo zake zaidi na kuendelea kumsupport kwenye kazi yake. Linatufundisha kuwa ana moyo wa shukrani. Unaondoka na neno gani kwenye speech yake ambayo ameitoa pale kwenye stage leo? Mimi ninachoondoka nacho ni kwamba tumtumikie Mungu. Ndicho tulikuwa tuseme kwamba Mungu amemkumbuka na Mungu ameamua kumlipa kwa utumishi wake wa muda mrefu. Kwa hiyo ametuhimiza na sisi tuendelee kumtumikia Mungu, kwa sababu hakuna anayejua ni lini Mungu na yeye atamlipa. Na Mungu anaweza asikulipe kwa gari, akakulipa kwa afya njema, akakulipa kwa maisha marefu, akakulipa tu kwa kukubalika. Kwa hiyo ametuachia neno ya kwamba tumtumikie Mungu kwa uaminifu na kwa bidii, kwa sababu Mungu analipa. Wanamuziki wa Injili wana kitu gani cha kujifunza kwa Upendo? Unyenyekevu. Unyenyekevu. Upendo Nkone anafundisha unyenyekevu, na sio tu wanamuziki wa Injili, hata sisi wachungaji, hata watu ambao si wachungaji. Upendo Nkone ametufundisha unyenyekevu. Ni mwepesi kuomba msamaha, ni mwepesi kukubali akikosea, na tunajifunza sana unyenyekevu. Na unyenyekevu wake ndio ambao umempa kibali ndani ya mioyo ya leo tunamwongelea Upendo Nkone. Kwa hiyo tubaki na Upendo Nkone. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Upendo Nkone, tumshangilie Upendo Nkone. Hayo mengine tuachane nao. Na kama ulipata bahati ya kuzungumza naye kabla ya kuingia hapa kwa ajili ya kutoa huduma, mlizungumza nini na alikuwa yupo kwenye hali gani? Yeye alikuwa anashukuru kupata bahati ya kukabidhiwa gari kama
Asante. Kadi ya gari ni hii hapa, kama mnavyoiona imeandikwa majina yake matatu. Hakika Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupate picha, Alright, basi tunaomba tusogea pia picha. Naomba turudi kwenye stage tafadhali. Asanteni sana, ongera sana bila upendo. Tunarudi kukazi.